Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 22 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamisi. Ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kundiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni bima ya afya kwa wote yaiva. NHIF yaagiza mameneja wasajili wananchi. Kamati ya bunge yaridhishwa na maandalizi ya habari katika ukurasa wa pili. Serikali yajivunia gharama za umeme kutopanda, habari katika ukurasa wa 8. Lissu andika ujumbe kumlilia Mtei, habari katika ukurasa wa 7. Tanzania Marekani kushirikiana madini ya kimkakati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Samia aisifu CRDB diplomasia ya uchumi, habari katika ukurasa wa pili. Mahakama yataifisha skani ya kesi ya milioni 126 za TRA, habari katika ukurasa wa 3. Bandari Mtwara yakuza biashara kimataifa, habari katika ukurasa wa pili. Mifumo ya kidijiti kurahisisha ibada ya hija, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Moja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mikopo kwenye simu mkombozi, wengi waitumia kutatua matatizo mbalimbali ya kifedha, wasifia urahisi kuipata, watahadharisha wakopaji wasiolipa kibano kimya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Milioni 76.1 idadi ya kaunti za miamala ya simu nchini Tanzania hadi kufikia Septemba 30 mwaka 2025. Mwananchi limeandika maadhimisho miaka 33 wamepikwa Chadema wanatumikia serikalini ni Profesa Kitila Mkumbo, David Silinde, Patrobas Katambi, Salome Makamba na Joel Nanahuka. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. CRDB yatanua wigo yazindua tawi jipya Dubai, habari katika ukurasa wa pili. Uzazi wa mpango mbioni kuofao bima ya afya, habari katika ukurasa wa 15. Thamani ya siku 36,160 za Mtei kwa uchumi wa Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 pamoja na ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo linaandika gazeti Mwananchi. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika serikali gharama za umeme hazijapanda ni kwa miaka 10 mfululizo, lengo ni wananchi wa mudu gharama za matumizi ya umeme. Ufungaji mita janja waendelea nchi nzima, habari katika ukurasa wa 4. TADB yatoa bilioni 49 kwa wakulima wafugaji kaskazini, habari katika ukurasa wa 4. Marudio uchaguzi wa madiwani leo, jumla ya wapiga kura 38,151 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watashiriki katika uchaguzi wa marudio katika kata ya Malangali iliyopo halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga, mkoa wa Rukwa, na Mzinga iliyopo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Waziri Dr. Kijaji awasilisha taarifa 4 za utekelezaji, habari katika ukurasa wa 4. Waziri wa fedha ateta na ujumbe ulioongozwa na Profesa Mkenda, habari katika ukurasa wa pili. CRDB Dubai kufanikisha mitaji ya kimataifa Afrika Mashariki na Kati, habari katika ukurasa wa pili. Ukraine Urusi za ripoti vifo baada ya kushambuliana, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Majira limeandika
Zijue mbinu za kuepuka saratani ya mlango wa kizazi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sura kamili. Mtei alivyoisuka Chadema kitaifa, alitofautiana na Mwalimu Nyerere. Ujumbe wa Lissu wasubiri mazishi. Chama chatuma wakili gerezani kuchukua. Golugwa, msiba ni fursa ya kusema ukweli na kuponya majeraha. Habari katika ukurasa wa pili. Umasikini wageuka turufu, ushindi wa makada upinzani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. CRDB Dubai kufanikisha mitaji kimataifa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Habari katika ukurasa wa 9. Mkuu wa majeshi ya Uganda sasa tishia kumua Bobi Wine. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. TRA yaanza na kuwapa mafunzo walipa kodi kuhusu mfumo mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. ACT yajitosa ubunge Peramiho. CCM yadai haitaki propaganda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ndalo gazeti Mwanahalisi lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika waziri wa JPM akimbia nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Waziri wa zamani katika serikali ya Rais John Pombe Magufuli amekimbia nchi. Mwanahalisi limeelezwa undani wake ni katika ukurasa wa pili. Vunja bei kupiga mabilioni ya walimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Edwin Mtei gavana aliyegeukia siasa za upinzani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Warioba aitoa CCM mafichoni. Butiku naye akatakamba mbele ya waandishi wa habari, awaita wazee wenzake Dodoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi Alhamis ya leo. Uhuru ukweli daima lenyewe limeandika CCM haihusiki kuizuia Chadema kihongosi kuhusu kufanya shughuli za kisiasa. Yafafanua kwa kina Watanzania watakiwa kupuuza upotoshaji wala rushwa na wazembe wa kazi. Awanyosha kidole, wataka wajitafakari zaidi utendaji wao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr. Manguruwe adaiwa kutapeli mwalimu mstaafu milioni 48. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Uwekezaji wa bilioni 25 sekta ya afya mjadala. Habari katika ukurasa wa pili. Wasomi wafichua siri mapato ya ndani kupaa. Habari katika ukurasa wa pili. Kamati ya bunge yaipatana wizara ya nishati. Habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika TRA Ruvuma yavunja rekodi. Habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandikwa diaspora wana mchango mkubwa kiuchumi. Dr. Mkuya azindua mfumo wa usajili wa Zanzibari wanaoishi nje. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania Marekani kushirikiana sekta ya madini. Habari katika ukurasa wa 6. Mafuriko makubwa yazikumba baadhi ya nchi kusini mwa Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Kitwana ataka nidhamu kwa wapiganaji chuo cha mafunzo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Dr. Pembe ahimiza kasi ya ujenzi wa ofisi za shirika la magazeti. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika surprise Simba mastaki bao kufyekwa kocha mmoja temo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Januari 24 ni mchezo kati ya Esperance dhidi ya Simba Sports Club, ligi ya mabingwa barani Afrika.
Msimamo katika kundi la Simba Sports Club CAF Champions League, Petro anaongoza akiwa na alama 4. Malien ana alama 4 katika nafasi ya pili. Esperance de Tunis ana alama 2 katika nafasi ya tatu, wakati Simba Sports Club ana alama 0. Pedro, kuna mambo mawili anika mikakati ya kuivaa Al Ahly. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni Januari 23, Al Ahly dhidi ya Yanga Sports Club. Kijiwe cha Salim, majina ya ajabu katika soka. Habari katika ukurasa wa 12. Vita ya namba Jesus na Goikares. Habari ni katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika TPL leo Alhamisi Dodoma dhidi ya Tanzania Prison saa 1 kamili usiku, Jamhuri Dodoma. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Chama kuikabili Esperance, Yanga kamili kuifuata Al Ahly, Mtibwa Sugar gari limewaka, Barnaba Classic hataki mazoea 2026. Habari katika ukurasa wa 21. BMT kuboresha sheria za michezo nchini. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikionyesha wachezaji wa Simba, Shomari Kapombe kushoto na Clatous Chama wa pili kushoto, wakiondoka kwenda Tunisia kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis Jumamosi. Kulia ni wachezaji wa Yanga Ibrahim Hamadi maarufu kama Baka, Dickson Joba wakiwasili nchini Misri jana, ambako watacheza dhidi ya Al Ahly kesho